Washiriki wa Bonanza, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, mazoezi ya viungo ni jambo muhimu katika maisha ya mwanadamu, kwani yanachangia katika kuimarisha afya ya mwili na akili na kukinga magonjwa yasiyoambukiza kama kisukari, shinikizo la damu na magonjwa ya moyo. Bonanza hili ni jukwaa muhimu la kuwakumbusha wananchi kuwa afya njema ni nyenzo muhimu ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Napenda kutumia fursa hii kutoa msisitizo maalum juu ya umuhimu wa kushiriki na kuendeleza michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa miguu, mpira wa kikapu, mpira wa wavu, riadha, michezo ya majini pamoja na michezo ya asili. Serikali itaendelea kuhimiza kuanzishwa na kuendelezwa kwa mabonanza, ligi na matukio ya michezo yenye hadhi ya kitaifa na kimataifa ili Zanzibar iwe kituo muhimu cha utalii wa michezo katika ukanda huu. Kwa hakika, michezo ni sekta yenye mchango mkubwa katika kuimarisha utalii na uchumi wa nchi. Kupitia mashindano ya michezo ya kimataifa, Zanzibar inaweza kuvutia watalii, wawekezaji na wageni kutoka mataifa mbalimbali, hivyo kuongeza pato la taifa na kuimarisha ajira kwa vijana wetu. Serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi na wadau wa michezo katika kuhakikisha miundombinu ya michezo inaendelezwa ili kukidhi viwango vya kimataifa na kuitangaza Zanzibar kama kitovu cha utalii wa michezo. Ndugu washiriki wa Bonanza, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, malengo ya serikali ni kuendelea kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya michezo kuanzia ngazi ya chini hadi ya juu ili kuwaandaa vijana wetu kuwa wanamichezo wa kulipwa na wenye ushindani kimataifa. Kupitia programu madhubuti za mafunzo, nidhamu na usimamizi bora wa michezo, tuna imani kuwa Zanzibar itaendelea kutoa wanamichezo watakaouza vipaji vyao katika ligi na vilabu vya mataifa mengine na kuinua hadhi ya taifa letu pamoja na kuboresha maisha ya wananchi, maisha ya wanamichezo na familia zao. Ndugu washiriki na ndugu wananchi, serikali imeimarisha kwa kiwango kikubwa sekta ya michezo kutokana na ujenzi wa miundombinu yenye viwango vya kimataifa ikiwemo ujenzi wa uwanja huu wa Amani Complex, uwanja wa Gombani Pemba na uwanja wa Mao. Aidha, ujenzi unaendelea kwa viwanja vingine 17 katika wilaya na mikoa yote nchini ambapo baadhi vimeshakamilika na vitaendelea kufunguliwa katika maadhimisho haya ya sherehe za miaka 62 ya Mapinduzi. Natumia fursa hii kuielekeza Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo kuhakikisha wanaweka usimamizi na utunzaji mzuri wa miundombinu ya viwanja hivi na kuhakikisha wananchi wanapata fursa ya kuvitumia kama ilivyokusudiwa. Ndugu washiriki wa Bonanza na ndugu wananchi, Zanzibar inaendelea kuwa kisiwa cha amani na utulivu, jambo ambalo ni fahari kubwa kwetu sote. Hali hii inatupa fursa ya kushiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo ikiwemo michezo kwa uhuru. Amani tulionayo sio ya bahati mbaya, bali ni matokeo ya uzalendo wa wananchi wake. Napenda kutoa wito kwa wananchi wote kuilinda amani hii kwa vitendo, kwa kuheshimiana, kushirikiana na kutatua changamoto zetu kwa njia ya mazungumzo na maridhiano. Umoja na ushirikiano wetu bila kujali tofauti zetu za kisiasa, kijamii na kiimani ni nguzo muhimu ya maendeleo yetu. Kupitia matukio kama haya ya Bonanza la mazoezi, tunajenga na kuimarisha udugu, urafiki na mshikamano wa kitaifa. Ndugu washiriki wa Bonanza na ndugu wananchi, kama tujuavyo, mwaka huu tunaadhimisha miaka 62 ya Mapinduzi, ambapo Bonanza hili la leo ni miongoni mwa shamra za sherehe hizo. Napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wananchi kwa kushiriki katika matukio mbalimbali yakiwemo ya matamasha, uzinduzi na uwekaji wa mawe ya msingi katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Hakika mmeonyesha uzalendo mkubwa kwa kuthamini malengo ya waasisi wa nchi yetu wa kufanya mapinduzi ya mwaka 1964. Aidha, hii inaonyesha mnaunga mkono jitihada za serikali za kutekeleza mipango mbalimbali ya maendeleo ya nchi yetu. Hakika sote ni wanufaika wa mapinduzi haya, na kwa hivyo ni wajibu wetu kuyaenzi, kuyalinda na kuyadumisha kwa faida ya sisi tuliopo leo na vizazi vijavyo. Ndugu washiriki wa Bonanza, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kuwashukuru tena Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo
na ZABESA kwa kuendelea kuandaa tamasha hili kila mwaka, ambayo ni fursa nzuri pia kujenga umoja na mshikamano kupitia shughuli za michezo. Nawapongeza na kuwashukuru ndugu zetu wa vikundi vya mazoezi kutoka Tanzania bara na kutoka Pemba kwa kushiriki katika bonanza hili. Navishukuru vilabu vyote vya mazoezi kwa mchango wao katika kuhakikisha bonanza hili la kila mwaka linazidi kupata mafanikio. Na kwa kweli leo nimeona kwamba kila mwaka idadi ya vikundi vya mazoezi inaongezeka. Hili ni jambo la faraja. Kwa kuendeleza utamaduni huu wa kuungana na wananchi wako kwa kutembea katika bonanza hili, ushiriki wako wa mara kwa mara katika tukio hili umeendelea kuwa chachu na hamasa kwa wanamichezo, vilabu vya mazoezi pamoja na wananchi kwa jumla, na umeimarisha nafasi ya michezo kama ajenda muhimu ya kitaifa. Mheshimiwa Rais, bonanza hili ni sehemu ya shamra ya maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya mwaka 64, tukio la kihistoria la nchi yetu lililoleta uhuru wa kweli, haki na usawa kwa wananchi wa Zanzibar. Kupitia bonanza hili tunatumia michezo kama jukwaa la kuenzi mapinduzi yetu, kuimarisha umoja wa kitaifa, mshikamano wa kijamii na kudumisha amani na utulivu nchini. Mheshimiwa Rais, bonanza hili limefanikiwa kwa ushirikiano mkubwa kati ya Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kwa kushirikiana kwa karibu na Chama cha Mazoezi ya Viungo Zanzibar ZABESA pamoja na vilabu mbalimbali vya mazoezi ya viungo kutoka Zanzibar, Tanzania bara na maeneo mengine. Ushirikiano huu umeendelea kuimarisha mahusiano ya kimichezo, kubadilishana uzoefu na kuongeza wigo wa ushiriki wa wanamichezo na wananchi kwa jumla. Mheshimiwa Rais, kwa mwaka huu wa 2026 tunajivunia mafanikio makubwa zaidi ambapo bonanza hili limehusisha zaidi ya vilabu vya mazoezi 165, vilabu 100 kutoka Unguja, 25 kutoka Pemba na 40 kutoka Tanzania bara, pamoja na washiriki zaidi ya 500 wakiwemo wananchi wa rika mbalimbali. Tumeona maendeleo ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi ameweza kutuwekea, lakini wakati tunatembea huko njiani, miundombinu ya barabara ambayo tulikuwa tukitembea sio ile tuliozoea kule nyuma, tukipita lazima tuanze kujikwaa, wengine mpaka kuanguka chini. Lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, umetunyoshia barabara, tunatembea bila wasiwasi wowote. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa kuungana na wana mazoezi katika siku hii ya leo, lakini pia tunawashukuru wana michezo wote. Kwa kweli hongereni sana kwa jambo hili ambalo tumekuwa tunadumisha afya zetu, na kwa kweli afya yako ni jukumu lako. Kwa kila mmoja wetu ana kila sababu ya kuona anailinda afya yake kwa nguvu zake zote. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.